Basi tunaendelea na somo ambalo tulikuwa tumeanza, na hili somo nilipa title ya msimu mpya, new season. Katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili kuna kanuni za namna ya kuingia katika msimu mpya. Na leo tutajikita kwenda kuangalia kwenye eneo la sadaka. Sadaka ina nafasi gani? Nafasi ya sadaka wakati wa kuingia kwenye msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwa namna moja au nyingine Roho Mtakatifu atazungumza na wewe, na kuna eneo ambalo Roho Mtakatifu anaenda kuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama una Biblia hapo ulipo, naomba tufungue kitabu cha Wafalme wa kwanza. Tutaenda kusoma kuanzia tutaenda kusoma sura ya 18 kuanzia mstari wa 30 mpaka 39. Na mfano wa kwanza tutaenda kumtumia Elia ili tuweze kujifunza tunapoingia kwenye msimu mpya ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyika vya kiroho ili kuweza kujiandaa kuteka kile ambacho kinatakiwa kutokea kwetu kwenye msimu mpya. Na tunapoongea Elia walikuwa wanatarajia kuingia kwenye msimu mpya wa mvua kunyesha katika nchi. Nchi ilikuwa imekaa miaka takriban 3.5 bila mvua kunyesha. Sasa wanapotaka kuingia kwenye season mpya ya mvua kuanza kunyesha katika nchi, kuna kanuni za kiroho ambazo Elia aliziapply, ambazo hata wewe unaweza ukaamua kuziapply kwenye biashara yako, unaweza ukaamua kuziapply kwenye kazi yako, unaweza ukaamua kuziapply kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiziapply hizi kanuni lazima utaenda kuona matokeo. Naomba tusome kuanzia mstari wa 30 mpaka 39. Naomba nisomee. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 30 mpaka wa 39. Neno la Mungu linasema, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Ee Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbuka, Elijah is a prophet. Anataka kuestablish mfumo wa kimungu ili ule msimu mpya unapokuja kuwe kuna mfumo mzuri wa kimungu. Kitu cha kwanza ambacho Elia anakiona akiangalia katika Israeli, aioni altar ya Mungu, aioni madhabahu ya Mungu, ila akiangalia anaona the broken altar, anaona madhabahu ya Mungu iliyovunjika. Aoni madhabahu ya Mungu. Manake kanuni ya kwanza ya kiroho
hauwezi ukaoperate vitu vya kimungu sehemu ambayo hakuna madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoongelea madhabahu, hatuongelei the building, hatuongelei jengo, tunaongelea ni kitu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza ambacho alianza kukiona Elia, aliona katika nchi ya Israeli hii vita ambayo Elia anaenda kupambana na manabii wa Baali na manabii wa Ashera, hawezi akashinda hii vita. Kwa sababu gani? Kwa sababu altar, madhabahu ya Mungu aliye hai imevunjika. Kwa kanuni ya kwanza ambayo aliitumia Elia ni kuestablish the altar of God. Na hata wewe kwenye ile familia yenu unapigana vita kila siku wa ushindi, kwa sababu umeshindwa kuona kwamba there is a broken altar. Kuna madhabahu iliyovunjika, natakiwa kuestablish madhabahu ya Mungu ili niweze kuishinda hii vita. Kwa hiyo maana yake kuna mtu anaweza akatoka akaamua kuestablish madhabahu ya Mungu aliye hai katika familia yake. Anaweza akaamua kuestablish madhabahu ya Mungu aliye hai katika ukoo wake. Na ile madhabahu ikaanza kuoperate. Kuna vita hauwezi kushinda, kuna vita ni altar for altar. Lazima iwepo madhabahu kwa madhabahu. Kwa hiyo Elia alikuwa anajua kabisa hii kanuni, kwamba hawa manabii wa Baali nisipo establish altar ya Mungu lazima watanishinda. Hawa manabii wa Ashera nisipo itengeneza madhabahu ya Mungu lazima watanishinda. Kwa hiyo ni kanuni ambayo tunajifunza nyepesi tu kutoka kwa Elia, kwamba kuna watu wengi tunashindwa vita kwa sababu ya kutokuwa na madhabahu ya Mungu aliye hai. Na madhabahu ya Mungu ina kanuni namna ya kuestablish madhabahu. Manake hata pale unapoishi unaweza kuamua kuestablish madhabahu ya Mungu, na ukashangaa zile evil powers ambazo zinaoperate katika eneo lako la nyumba, ukashangaa zote zimefail. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeestablish madhabahu ya Mungu. Unaweza ukaamua kwenye eneo lako la kazi ukaestablish madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndio maana wenzetu wa dini ile nyingine kwenye sehemu yoyote ambayo ni very potential kwao, wanakuwa na sehemu ya kufanyia ibada. Wanajua kanuni ya altar. Manake altar ndio inakupa power ya kuweza kuoperate katika ulimwengu wa roho na kushinda vita ya kiroho. Ndio maana hata ile sehemu unaoishi unatakiwa kuwa na sehemu ambao unaitenga kwa altar na kuestablish altar ya Mungu, sehemu ambayo unaitolea sadaka, sehemu ambayo unafanyia ibada na vitu vingine vinafanyika pale. Muulize jirani yako, wewe umeestablish altar ya Mungu kwenye mazingira muhimu ya maisha yako? Utagundua anapiga fire tu, ila hajaestablish madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa kuna kitu cha kujifunza. Elia alipoangalia akaona the broken altar, madhabahu ya Mungu iliyovunjika. Na hao jamaa wali take over, hao jamaa wa Baali na hao jamaa wa Ashera wali take over kwa sababu madhabahu ya Mungu ilikuwa imevunjika. Kwa hiyo yoyote anayetegemea madhabahu ya Mungu anaoperate kutoka wapi? Nataka tusome huu mstari wa 30. Uone kitu ambacho alikifanya. Mstari wa 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia anawaambia, anasema nikaribieni mimi, na nimependa version ya Kiingereza New King James. Then Elijah said to all the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken. Altar yoyote ya Mungu inapokuwa establish inakupa influence kwa watu wanaokuzunguka. Sio rahisi. Elia aliyeleta ukame kwenye nchi anawaambia watu wote wa Israeli nikaribieni, na wote wanakuja. It's not easy. Maana yake kuna grace ya influence ambayo ilikuwa iko juu ya Elia.
Elia ni watu ambao wanaweza wakaenda kwenye ukoo ambao wanafanya matambiko, alafu ghafla wakimwona Elia wanaanza kumsikiliza Elia. Na hiki ndio kitu ambacho tunahitaji sana ndani ya kanisa. We need the anointing of influence. Ndio kitu ambacho Elijah alikuwa nacho. Anawaambia watu wote sogeeni. Wanasogea watu wa Baali, wanasogea watu wa Ashera, wanasogea watu wa Mungu, wote wamekusanyika. Wanamsikiliza mtu mmoja. Maana yake huyu mtu kwa sababu ya madhabahu ya Mungu anaotaka kuintroduce akawa na anointing of influence ya kuweza kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ukisema nataka nifanye kikao cha ukoo hamna anayekusikiliza. Kila mtu anakuambia niko busy. You need the anointing of influence. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wakienda sehemu watu wote wanaweza kuokoka. Wanaweza kumpokea Yesu. Hao watu wana anointing kama Elijah. Lakini nimependa neno alilolitumia, anasema repair. Kurepair ni kurestore, ni kutengeneza. Maana yake unavyoona katika nyumbani kuna madhabahu ambazo zina operate kwenye asili ya kwenu. Kuna madhabahu za witchcraft, kuna madhabahu za kiganga, kuna madhabahu za mizimu. You are not supposed to complain. Hautakiwi kulalamika. Unatakiwa kufanya maombi ya kurepair the altar of God. Sio kama kuna mtu mmoja ananielewa. Unatakiwa kufanya maombi ya matengenezo ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Mimi nyumbani kuanzia sasa siendi, wamenishinda. Kila mwezi wa 12 wanaenda kwenye matambiko. Kwanza wakiwa wanazika wanafanya ibada. No. That is not a solution. Unatakiwa kufanya maombi ya kurepair kilichoharibika ili uestablish madhabahu ya Mungu aliye hai. Hiyo ni kanuni ya pili. You must repair. Muulize jirani yako, wewe umeshaifanya maombi ya namna hii? Maombi ya kurepair kilichoharibika, au unalalamika tu kile juu ya kile kilichoharibika? Hao watu wanafanya 1, 2, 3. Umefanya maombi ya matengenezo? Na haya maombi ya matengenezo, mpendwa, sio maombi ya fire. Napeleka moto kwenye madhabahu. Hao wanakufa. Napeleka moto. Hapana. Haya ni maombi ya rehema, kwenda kumsihi Mungu juu ya matengenezo. Ni maombi ya kwenda mbele za Mungu kwa kilio, kwa kutumia damu ya rehema. Mungu, ni kweli wamesimamisha madhabahu nyingine ya kichawi. Ni kweli wamesimamisha madhabahu nyingine ya kiganga. Lakini mimi nasimama kama kuhani, ninaomba matengenezo juu ya familia yangu. Naomba matengenezo juu ya ukoo wangu. Naomba matengenezo juu ya hii biashara. Naomba matengenezo juu ya hii kazi. Alafu ghafla unashangaa kuna altar inaanza kutengenezeka. And listen to me, it's not one day job. Sio kazi ya siku moja. Ni kazi ambayo inahitaji consistency na stamina. Inahitaji muscles. Kuestablish madhabahu wakati mwingine inaweza kukuchukua hata miaka. Lakini usipoona matokeo haimaanishi uache. Unatakiwa kuendelea kufanya maombi ya matengenezo. Lakini tumekuwa na watu wengi ambao wanaishia kulalamika. Yaani kule bwana akushikiki kabisa. Kule hata sio kwa kwenda. Ile mizimu iliyopo kule, miungu iliyopo kule. Solution ni moja. Unatakiwa kusimamisha madhabahu ya Mungu. Kama hujaisimamisha unatakiwa kufanya repair. Maombi ya matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Mwangapi tunaenda sawa? Amen. Nataka tuangalie kitu kingine. Naomba nisomee mstari unaofuata. Mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, Elia akatwaa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Sikiliza. Elia akatwaa mawe 12, na katika kila jiwe moja linawakilisha taifa moja la Israeli. Linawakilisha kabila moja la Israeli. Maana yake japokuwa wale watu yamkini wote hawakuwepo pale physically,
lakini kuna kitu cha kiroho ambacho kilikuwa kinawakilisha makabila yote 12. Kwa hiyo Elia alikuwa anajua kanuni, anajua kabisa hawa watu wanaweza wasiwepo hapa, lakini kitachowawakilisha hawa watu ni mawe 12. Kwa hiyo either unataka kinachofanyika pale au hutaki kinachofanyika pale, wewe ni sehemu ya jiwe ambayo yako pale. Na ndo kitu ambacho nguvu za giza wanafanya, wanatafuta kinachokuwakilisha wewe. Wakipata kinachokuwakilisha wewe, wanakufanyia maamuzi katika kutengeneza madhabahu. Either unataka au hutaki, kinachotokea pale na unakuwa included. Jamaa ameshika mawe 12. Na kumbuka hayo mawe 12 kipindi hicho hao mataifa yalikuwa yamegawanyika. Kulikuwa kuna upande mmoja kuna makabila 10, upande mwingine kuna makabila 2. Lakini kupitia yale mawe 12 Elia akaweza kurestore unity katika yale makabila. Na ndio maana unatakiwa ufahamu, nataka nikupeleke taratibu alafu nitakupeleka kwenye eneo la sadaka. Hivi vitu ninavyozungumza na wewe viko connected na sadaka. Ndio maana kuna vitu vinatokea kwako na ukiviangalia ni vitu ambavyo huvipendi na ni vitu ambavyo hauvitaki kuviona katika maisha yako, lakini unaamliwa katika madhabahu. Kwa sababu kila wanapoenda kunyanyua ibada ya kutengeneza madhabahu, kuna kitu wamekisimamisha kinakuwakilisha wewe. Tena kuna wale wanaosema mimi nitatoa tu hela lakini sitaenda, nitatoa tu hela ya mbuzi. Wanasema da, safi sana, kacheza kama Pele. Kwa hiyo wenyewe wanajua sio lazima uwe pale, lazima kiwepo kitu ambacho kinakuwakilisha wewe. Ndio kanuni ambayo Elia alikuwa anaijua. Anaijua nikipata mawe 12, chochote kitachoamliwa hapa kimeamliwa na makabila 12. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema, anataja jina la Yakobo. Hawa watu wanajua kutembea katika agano. Elia anasimamia agano ambalo Mungu aliingia na Yakobo. Akakutana na Yakobo. Neno la Mungu nasema Mungu alikutana na Yakobo, malaika alikutana na Yakobo. Yakobo akasema sikuachii malaika mpaka unibariki. Baadaye Mungu akamwambia umeshindana na Mungu na umeshindana na wanadamu nao umeshinda. Jina lako halitakuwa tena Yakobo, litakuwa Israeli. Maana yake kuna key point, kuna msingi wa kutengeneza madhabahu ambao Elia alikuwa anasimamia. Alikuwa anasimamia agano ambalo mababa zake waliingia. Na hata wewe unashangaa kwa nini kila ninapojaribu kuvuka ninarudishwa kwenye yale maagano, kwa sababu kuna baba yako mmoja aliingia agano. Kuna bibi yako mmoja aliingia agano. Ndio maana katika kitabu cha Maombolezo wanasema wazazi wetu wametenda dhambi hata hawako na sisi tumechukua maovu yao. Kwa hiyo Elia alikuwa anajua kanuni, japokuwa hakuwepo wakati Yakobo anakutana na Mungu, lakini lile agano it is something generational. Ni kitu ambacho kina move kutoka generation moja kwenda generation nyingine. Ni kitu cha kiagano ambacho kinatoka generation moja kwenda generation nyingine. Sasa swali la kujiuliza, wewe una agano takatifu la kusimamia kama Elia, au kwenu kuna agano la upande mwingine ambalo kila inapofika majira ya msimu mpya wanalitumia hilo agano kukutwanga? Ninakuombea uchomoke katika hilo eneo kwa jina la Yesu. Naomba nisomee mstari unaofuata. Mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji. Sikiliza, madhabahu lazima ibebe jina. Hakuwezi kuwa kuna madhabahu bila jina. Madhabahu inaweza kabebeshwa jina la Mungu au jina la miungu. Madhabahu lazima iwe na jina. Ndio maana lazima uwe careful sehemu ambapo unaenda kusali kuna jina la nani. Kuna sehemu zingine unaenda kusali unajua kuna jina la Bwana, kumbe hakuna jina la Bwana. Endelea. Kuna vitu utajifunza leo. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Endelea. Akafanya mfereji, Endelea mstari unaofuata. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande. Umeona? Nimesema process ya kwanza unatakiwa kuestablish, kusimamisha madhabahu ya Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili unatakiwa kujifunza namna ya kufanya matengenezo juu ya vitu vilivyoharibika katika madhabahu. Lakini
Vitu vyote hivi haviwezi kukamilika bila sadaka. Ndio maana neno la Mungu linasema Elia baada ya kumaliza hivyo vyote ambavyo tumevizungumza, akachinja sadaka, na alivyoichinja ile sadaka akaiweka juu ya madhabahu. Naomba nisomee mstari. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Umeona kitu anachofanya Elia? Elia anajifunganisha nafsi yake na kiti cha enzi cha Mungu. Sadaka ndo kitu pekee ambacho kinaweza kaifunganisha nafsi yako na kiti cha enzi cha Mungu. Ndio maana kuna wengine mnaishia kwa hivi vingine vyote. Umeanzisha madhabahu, umefanya repair, lakini kwenye sadaka unakwepa. Kwenye sadaka unakimbia. Sadaka ndo eneo pekee ambalo linafunganisha nafsi ya muhusika na kiti cha enzi cha Mungu. Ndio maana Elia alikuwa anajua namna ya kuprovoke sauti ya Mungu. Alikuwa anajua nikitoa sadaka hakuna namna Mungu anaweza kanyamaza. Lazima sauti ya Mungu itazungumza juu ya hili jambo. Kwa hiyo sadaka kazi yake ni kuprovoke sauti ya Mungu juu ya msimu mpya unaokuja. Na Elia alikuwa anajua. Kwa hiyo kuna watu sauti ya Mungu unapozungumza kwa msimu mpya imenyamaza. Kwa sababu gani imenyamaza? Kuna vingine vyote umefanya, lakini kija eneo la sadaka umeskip. Sauti ya Mungu imenyamaza. Kwa sababu hakuna ambacho kinafunganisha nafsi yako na kitu cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe umetoa sadaka katika msimu mpya kujifungamanisha nafsi yako na kitu cha enzi cha Mungu juu ya msimu wako mpya? Atakwambia hapana. Ila usisubirie jibu, asiseme bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho unatakiwa ukifahamu. Elia hakutoa sadaka ya kawaida. Ukiangalia unaweza kuona Elia alichinja tu ng'ombe, lakini kuna kitu ambacho ni extraordinary ambacho Elia alikifanya ambacho ni cha sadaka kwenye ile madhabahu. Neno la Mungu linasema akatengeneza mfereji, na huo mfereji ukubwa wake una sawasawa ya vipimo viwili vya mbegu. Alivyotengeneza ule mfereji akawaambia, leteni mapipa 4 ya maji. Wakaleta mapipa 4 ya maji wakamwaga. Na kumbuka tunazungumza katika kipindi cha ukame, kipindi ambacho maji hayapatikani. Mtu akipata maji, yani huyo mtu anasherehekea siku hiyo. Kuna kipindi wanasema hadi kuna kijito cha Kidron kilikuwa kimekauka maji. Hadi vijito vilivyokuwa vinategemewa kwa maji vilikuwa vimekauka. Akawaambia, leteni tena mapipa mengine 4 mara ya pili. Wakaleta mapipa mengine 4. Akawaambia, leteni tena mapipa mengine 4 mara ya tatu. Wakaleta tena mapipa mengine. Jumla yakawa mapipa 12. Na nilipokuwa nasoma wakasema katika kipindi hicho cha ukame Elia alitoa sadaka kubwa sana ya maji. Sio tu yule mnyama aliyechinjwa, sio tu yule ng'ombe aliyechinjwa, sadaka ya maji ilikuwa ni kubwa sana aliyoitoa kwa kipindi kile. Maana yake Mungu alivyoanza kuevaluate akaona kitu alichotoa Elia ni kitu ambacho cha thamani sana kwa wakati ule. Elia alikuwa anajua sadaka, unapotoa sadaka you are supposed to give the Lord the best. Unatakiwa kumpa Mungu kilicho bora. Wale manabii wa Baali waliishia kwenye kuchinja, lakini hawakufika kwenye maji. Nisikilize, vita unaopitia mpendwa, kuna madhabahu nyingine inasimamishwa huko na inatolewa sadaka kinyume na wewe, na sio madhabahu ya Mungu. Kuna watu wakiangalia neema ulionayo wako tayari hata watoe ng'ombe 12. Na wewe ukiangalia neema ulionayo uko tayari utoe buku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki utani na watu. Nimetolea mfano tu jamani, sijasema mtu. Nimetolea mfano. Kuna mtu mmoja alilogwa na watu 6, kila mtu kwa wakati wake.
na kila mtu na mganga wake. Walivyomloga hao watu 6, jamaa akipiga maombi avuki, akifunga avuki. Tukaja kuomba naye. Tulipokuja kuomba naye, zile nguvu za giza wakasema, wewe mtumishi unachekesha kweli, unamfungua huyu kwa sadaka ipi? Zile nguvu za giza zisema hivi, unamfungua huyu kwa sadaka ipi? Yaani tukikwambia sadaka walizotoa kwa ajili ya huyu mtu, nikamwambia nielezeni wametoa sadaka gani? Kaanza kueleza. Wakasema kuna mtu mmoja alikuja na milioni 15 akaitoa kwa mganga, mwingine alienda na 7, mwingine sijui alienda na ngapi. Yaani upiga mahesabu, it is a lot of money. Sio alipledge. Bwana Yesu asifiwe. Alitoa. Kwa hiyo jamaa katika mihangaiko yake anapambana, kumbe kuna watu wanatoa sadaka. Nisikilize nikwambie, kitu ulichonacho sio wewe tu unakihitaji, kuna watu wanataka kunufaika kupitia ulichokibeba. Na katika ulimwengu wa roho, au watu upande mwingine wa nguvu za giza wanajua namna ya kukikamata ulichonacho ili waweze kunufaika. Na unaweza usimjua huyo mtu anayenufaika na ulichonacho, lakini huko aliko anashangaa biashara inaenda, kazi inaenda, uchumi unaenda, ndoa inaenda, kila kitu, lakini amejiconnect na network ya baraka zako bila wewe mwenyewe kujua. Manabii wa Baali waliishia kwenye kuchinja mnyama, lakini Elia alienda extra mile, alienda kwenye maji. Alitoa mapipa 12 ya maji kwenye drought, kwenye kipindi cha ukame, mapipa 12 ya maji. Ndio maana kuna wakati unaomba maombi ya Elia haujibiwi, Mungu ajibuye kwa moto shuka, unashangaa kwanza panatulia kabisa. Mpendwa, sadaka ina provoke sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ina provoke sauti ya Mungu. Naomba nisomee mstari unaofuata. Mstari wa 34. Neno la Mungu linasema, akasema fanyeni mara ya pili, wakafanya mara ya pili. Akasema fanyeni mara ya tatu, wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Mona, jamaa anasema na ijulikane leo kama Mungu upo. Na confidence alionayo ni kwa sababu ameestablish altar, kwa sababu amerepair altar, ni kwa sababu amesimamisha sadaka, na akajua kabisa Mungu hawezi kunyamaza. Ukisoma neno la Mungu, wale manabii wa Baali waliita Mungu wao. Manake kinachotokea katika ulimwengu wa roho, wewe unavyomuita Mungu wako na kuna watu wanaita miungu yao. Kwa katika ulimwengu wa roho kuna mvutano. Unazania unafanya maombi wewe peke yako uko free, lakini kumbe kuna watu wanaita Mungu wao kinyume na wewe. Wanaita nyoka, wengine si wanaita mawe, wengine wanaita milima huko, wanasema yule anatusumbua. Sasa swala sio maombi, kwa sababu manabii wa Baali waliomba zaidi ya masaa 6. Lakini neno la Mungu linasema Elia aliomba dakika 1, lakini matokeo aliyopata hayakuwa matokeo ya kawaida. Sio kama umenielewa. Elia aliomba dakika 1, lakini manabii wa Baali waliomba zaidi ya masaa 6. Wanamuita Mungu wao, lakini Mungu wao hakuonekana. Lakini Elia alipoita Mungu dakika 1, neno la Mungu linasema ukashuka moto usio wa kawaida. Ni moto wa kuvunja protocol. Vitu ambavyo viwezi vikachomwa na moto vilichomwa na moto. Mavumbi yakalambwa na moto, maji yakalambwa na moto. Manake huu moto sio wa kawaida. Manake kama unataka majibu ya kuvunja protocol, kuna sadaka ambayo inachokoza sauti ya Mungu. Na majibu yakishuka hayawi majibu ya kawaida, ni majibu ambayo yanashuka kwenda kuvunja protocol. Hakujai tokea moto ambao unalamba maji
Hakujawahi tokea moto ambao unalamba mavumbi, hakujawahi tokea moto ambao unalamba mawe, lakini siku hiyo ulitokea moto unaolamba mawe, moto unaolamba maji, moto unaolamba mavumbi. Wakashangaa mavumbi yanateketea, wakashangaa mawe yanateketea, wakashangaa maji yanateketea. Sasa kama kuna moto unaweza ukalamba maji, unaweza ukalamba mawe, unaweza ukalamba mavumbi, vipi kuhusiana na madhabahu za kichawi? Manake kuna moto unaweza ukashuka, madhabahu ya kichawi ikakausha hapo hapo. Kuna moto unaweza ukashuka, madhabahu za kiganga zikakausha hapo hapo. Ndio maana kwenye level ya majibu lazima tutofautiane, kwa sababu kanuni za kiroho tulizozitumia tofauti. Kanuni hizo hizo wa upande wa nguvu za giza wanazitumia, na sisi kanuni hizo hizo tunazitumia. Maana yake tunatakiwa kujifunza, kujiongeza, kwenda extra miles. Yaani kwenye kanisa haitakiwi kuwa sehemu ambayo watu wanakaa kila siku wanachangisha michango, haitakiwi. Kwenye kanisa haitakiwi kuwa sehemu ambao watu wanafanya harambee kila siku, haitakiwi. Kwenye kanisa tunatakiwa kuwa na generation ya Elijah, watu ambao wako conscious kitu ambacho wanakifanya, watu ambao wako tayari kusacrifice kwa ajili ya Mungu wao. Ndio hii generation ambayo Mungu anaitafuta ndani ya kanisa. Watu ambao wataona, watasema kile akiendi sawa, ngojeni nifanye jambo. Wataona, watasema kile akijakaa sawa kwenye ufalme wa Mungu, ngojeni nifanye jambo ili kuweza kuadvance ufalme wa Mungu. Na anasema hakuna kitu ambacho Mungu anakithamini kama mtu anapohusika kuweza kuadvance the kingdom of God. Kwa Mungu ni kitu kikubwa sana. Kwa Mungu ni kitu kubwa sana. Na hii haimaanishi ni kwa waumini tu, hata wachungaji wanatakiwa kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata makuhani wanatakiwa kutoa sadaka. Jamaa amekaa anafanya maombi ya muda mfupi, lakini ukashuka moto usio wa kawaida. Na mimi nakuombea kuanzia Januari Mungu akashushe majibu ya kuvunja protocol. Amen. Naona bado kuna watu wanielewi. Nasema hivi, ili jambo lina uhakika kwa sababu naye mtumikia namjua. Ili jambo lina uhakika kwa sababu naye mtumikia tayari ameshalizungumza na mimi, na tayari nimeshaliombea. Ninasema hivi, kabla Januari hii haijaisha, kuna majibu yataenda kutokea kwako ambayo yanaenda kuvunja protocol kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaenda kuvunja protocol za uchumi, kuna watu wanaenda kuvunja protocol za kazi, kuna watu wanaenda kuvunja protocol za ndoa, kuna watu wanaenda kuvunja protocol za karia, kuna watu wanaenda kuvunja protocol za utumishi. Ninakutabiria ukawe ni wewe kwa jina la Yesu. Ukawe ni wewe kwa jina la Yesu. Kama unaamini ni wewe, sema amina. Haijalishi wa muungano wako wangapi, haijalishi wako 400, haijalishi wako 900. Elia alikuwa peke yake, lakini alisimama akapigana ile vita. Na mimi na declare kwako power ya kuweza kushinda vita kinyume na makundi mengi. Haijalishi wameungana kuwa wangapi, haijalishi jeshi lao limeungana kuwa wangapi, lakini naona leo unapokea power ya kuweza kushinda vita. Ninasema from January to December kuna watu mnaenda kuangusha majeshi ya adui. Sijui kama mtu mmoja ananisikia. Ninasema kuna watu mnaenda kuangusha majeshi ya adui. Kwenye asili ya kwenu unaenda kuangusha majeshi ya adui. Kwenye asili ya mama yako unaenda kuangusha majeshi ya adui. Kwenye asili ya baba yako unaenda kuangusha majeshi ya adui. Ninasikia tu the anointing of Elijah is upon you today. The anointing of Elijah is upon you today. The anointing of Elijah is upon you today. Kuna watu watakuuliza umeshindaje hii vita? Utawaambia sikuwa peke yangu. Yupo anayejibu kwa moto. Tunakataa kufanya maombi yasiyo na majibu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kuanzia Januari ukapokea majibu. Kuanzia Januari ukapokea majibu. Ninatamka 2026 ni mwaka wa majibu kwa jina la Yesu. Mwaka 2026 ni mwaka wa majibu kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu, as I'm talking right now,
wataenda kusimamisha sadaka, alafu wachawi wataungana, watakuwa wanaita miungu yao, watashangaa imenyamaza kimya. Sadaka ndio kitu pekee kinaweza kusilence, kinaweza kunyamazisha miungu. Jamaa wanaita Mungu wao atokei kwa sababu Elia amesimamisha sadaka. Wanaita miungu yao itokee. Na wewe nasema hivi, utafikia level watu watakuwa wameenda kwenye vibuyu vyao, wanashangaa vifanyi kazi. Watu watakuwa wameenda kwenye vibuyu, wanashangaa mbona vibuyu vilikuwa vinafuka moshi ghafla vimenyamaza. Ninanyamazisha kila nguvu inayopambana na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Ninanyamazisha kila nguvu inayopambana na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema. Elia akafanya maombi. Alipofanya maombi, ujue ukimuita Mungu mbele ya watesi, ni lazima afanye kitu ambacho wa upande mwingine wataona. Kuna maombi huwa unaomba, unasema watesi wafe waende waziko. Mimi leo naomba vice versa. Watesi wako waishi ili waone namna Mungu anavyokubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kuna watu ambao walikuwa hawaamini kama unaweza kupata ndoa. Wamepewa uhai, wataenda kuona namna ndoa yako ilivyobarikiwa. Kuna watu ambao walikuwa hawaamini kama unaweza kujenga, lakini wataenda kushuhudia kwa macho yao namna unavyojenga mansion. Kuna watu walikuwa hawaamini kama unaweza kumiliki magari, wataenda kushuhudia kwa macho yao namna unavyomiliki magari. Kuna watu walikuwa hawaamini kama unaweza kupata visa, lakini wanaenda kuona kwa macho yao namna unavyo cross borders. Kuna watu walikuwa waamini kama unaweza kukamata dola, lakini wanaenda kuona namna overflow ya dollars inavyotokea kwako kwa jina la Yesu. Na ninapo declare inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninapo declare inakuwa. Ujue kila unachokifanya unaweza kujua you are alone, lakini kuna upande mwingine wanakuangalia. Kuna upande mwingine wanakufuatilia. Hao wanaokufuatilia wataenda kuona kama walivyoona moto wa Elia. Wakauona ule unakuja, wakaona umeshuka. Wakashangaa mawe hamna kitu. Wakashangaa maji hamna kitu. Wakashangaa mavumbi hamna kitu. Na mimi nakuombea kila kinachozuia kusogea kwako, moto wa Mungu ukakiteketeze kwa jina la Yesu. Ninavyoongea kuna vifungo vinafunguliwa. Ninavyoongea kuna minyororo inakatika. Ninavyoongea kuna magereza yanaachia. Ninavyoongea kuna vifungo vinaachia. Nina declare kwa jina la Yesu, bondage break free in the name of Jesus. Bondage break free in the name of Jesus. Nina declare moto wa kuangamiza kila kifungo kwa jina la Yesu Kristo. Hicho ni kipengele cha kwanza. Nataka tuangalie kitu kingine. Alipokuwa anaitwa Elisha, naomba tusome. Unatakiwa kufahamu sadaka ina uwezo wa kusimamisha vita ya msimu uliopita. Sadaka ina uwezo wa kusimamisha vita ya msimu uliopita. Nataka tukamwangalia Elisha alipokuwa anaitwa. Naomba usome kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 20 na 21. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 20 na wa 21. Neno la Mungu linasema, naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba, nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Mstari wa 21. Akarudi akaiacha kumfuata. Akatwaa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Elia, akamhudumia. Kuna kitu kimoja kilishangaza sana kuhusu Elisha. Zamani kulikuwa kuna shule za manabii, the school of prophets. Lakini neno la Mungu linasema huyu Elia alivyokuwa anataka kumwachia mtu manto yake, akwenda kwenye school of prophets. Ila kulikuwa kuna upako
ambao ulikuwa juu ya Elisha. There is no way you can ignore Elisha. Hakuna namna unaweza kumuignore Elisha. Kulikuwa kuna upako uko juu yake, japokuwa analima, yuko na jozi za ng'ombe, lakini juu yake kulikuwa kuna upako. Katika Israeli nzima watu wote walikuwa wanataka manto ya Elia, lakini kulikuwa kuna kitu cha ziada kipo juu ya Elisha. Alipokuwa anatembea Elia, Mungu akafungua macho ya Elia, akaona mtu anayestahili kuachiwa manto katika ile nchi ni Elisha. Kulikuwa kuna watu ambao wako karibu. Mara nyingi watu wanaokuwa karibu na watumishi wa Mungu hawaachiwi manto, kwa sababu wanakuwa na mazoea. Wanaoachiwa manto ni watu ambao huwezi kutarajia, watu ambao huwezi kufikiria ndio wanaachiwa manto. Manake juu ya Elisha kulikuwa kuna upako ambao huwezi kumuignore Elisha. Lazima umtafute Elisha aliko, lazima uachie hiyo manto. Neno la Mungu nasema Elia akaenda akavua koti lake akamtupia Elisha. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, 2026 there is no way they are going to ignore you. Hakuna namna watakuignore. Kuna watu watatoka mbali watasema huyu ndiye anayestahili biashara. Kuna watu watatoka mbali watasema huyu ndiye anayestahili connection. Kuna watu watatoka mbali watasema huyu ndiye anayestahili network. Huyu ndiye anayestahili invitation. Huyu ndiye anayestahili tenda. Watajaribu kukuignore lakini watashindwa. Kuna watu 2026 mnaenda kutupiwa makoti ya biashara. Unaanza kwenda new level, new level, new level, new level, new dimension, new level, new dimension, new level, new dimension. Ninapowatangazia hivi, kuna watu tayari kuna favor Mungu anaweka kwako. Kuna watu walikuwa hawakuoni, wakina Elia walikuwa hawakuoni, ghafla wanaanza kukuona. Wanasema huyu alikuwa wapi? Mbona nimemtafuta siku nyingi? Hii connection nilikuwa nataka kumpa huyu, alikuwa wapi? Hii capital nitaka kumpa huyu, alikuwa wapi? Hii kazi nitaka kumpa huyu, alikuwa wapi? Mungu anakwenda kukuintroduce mwaka 2026. Ninasema Mungu anakwenda kukuintroduce 2026 kwa jina la Yesu. Jamaa ameacha shule za manabii wote, ameenda kwa mtu ambaye yuko na ng'ombe analima. Anasema huyu ndiye. Manake kulikuwa kuna kitu cha tofauti ndani ya Elisha. Kulikuwa kuna neema tofauti ndani ya Elisha ambayo Elia aliiona. Na mimi nakuombea utembee na neema tofauti. Yamkini mnachofanya mko wengi, lakini neema yako haitalingana na wengine. Utofauti wako utaonekana kwa jina la Yesu. Ninakwambia utofauti wako utaonekana kwa jina la Yesu. Yamkini huyo jamaa amekutana na wadada wengi, lakini alipokutana na wewe ni sawasawa amekutana na Esther. Kosa alilofanya sio kama nawatabiliana. Naona hawanielewi. Akina dada hawanielewi. Kosa alilofanya ni kukuangalia tu usoni. Alipokuangalia tu usoni, ghafla anasema nataka kupropose. Na watabilia ambao wako single kwa jina la Yesu, disappointment is not your portion. Disappointment is not your portion in the name of Jesus. Waliokuwa wanakuchukulia poa, wewe subiria leo ukitoka hapa ndio utaamini kwamba mambo ya kiroho yana nguvu. Utashangaa unapigiwa simu nyingi, usishangae. Utashangaa mara unaletewa bouquet, usishangae. Utashangaa mara unaletewa zawadi, usishangae. Kuna jambo mpendwa la kiroho limefanyika kwa jina la Yesu. Haikuwa rahisi. Elisha anaenda kuachiliwa manto. Kuna shule ya manabii, watu waliojifunza wameiva, wengine wana vision, wanaona, wengine wanasikia, lakini wote wameachwa. Anaenda katika nchi nzima, anaenda kwa Elisha. Ninawaona wakina Elisha hapa kwa jina la Yesu. Nasema nawaona wakina Elisha hapa kwa jina la Yesu. Ninaona wakina Elisha ambao watu wanatoka mataifa mbalimbali, alafu wanakuja kutafuta hapo ulipo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Naomba nisomee huo mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? mstari unaofuata. Mstari wa 21. Naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Elia mbio, akasema nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Mstari unaofuata.
Mstari wa 21. Elisha baada ya kuitwa, kitu cha kwanza anachofanya anaenda kutoa sadaka. Angalia hapo. Akarudi akiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Eliya akamhudumia. Yaani Mungu anapokuintroduce, anapokupa mwaliko kwa eneo fulani, kabla hujaingia kukaa kwenye huo mwaliko, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, unatakiwa kutoa sadaka juu ya ule mwaliko uliopokea. Watu wengi wanapokea mialiko, lakini mialiko wanaoipokea hawaitolei sadaka. Tunamwona Elisha kabla hajaanza kumfuata Eliya, kitu cha kwanza alichofanya akatoa sadaka. Alijua kabisa kwenye hii njia ya utumishi nakoelekea, sijui nitapitaje, sijui nitafanyeje, lakini ninachojua ninatoa sadaka ambayo itaniongoza. Akaenda akachinja, na kwa kipindi hicho wanasema mtu akiwa na jozi moja ya ng'ombe, huyo mtu ni tajiri sana. Sasa pata picha, akachinja ng'ombe wote, na alivyochinja ng'ombe wote akawapa watu wale. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye anajua kabisa kule anakoelekea lazima anahitaji sadaka. Na nitakuonesha kitu kingine alichokifanya. Naomba usome New English Translation uone inavyosema. New English Translation inasema hivi: Elisha went back and took his pair of oxen and slaughtered them. He cooked the meat over a fire that he made by burning the harness and yoke, and he gave the people meat and they ate. Then he got up and followed Elijah and became his assistant. Kuna kitu wanasema alivyoenda kupika wale ng'ombe, kuna kitu ambacho alikiteketeza. Kwanza aliteketeza zile kamba ambazo zinatumika kumwongoza ng'ombe, lakini pia aliteketeza nira ambayo inatumika kumfunga ng'ombe. Na nilipokuwa nasoma zaidi, alichofanya Elisha, alifanya kitu cha kinabii. Maana yake alijua asipofanya hiki kitu cha kinabii kutakuwa kuna nira ambayo itamfuatilia anakoenda. Kwa hiyo akahakikisha anatoa sadaka, lakini anateketeza nira ambayo anajua hii nira mbele itanizuia kwenye unabii nilionao. Hii nira mbele itanizuia kwenye kazi ambayo naenda kuifanya. Kwa hiyo sadaka inavyotolewa, sadaka inaweza kusimamisha vita ya msimu uliopita. Kwa nini watu wengi wanapitia vita aina ile ile kila mwaka? Wanapitia vita aina ile kila mwaka kwa sababu wanapomaliza msimu hawatoi sadaka kumshukuru Mungu wanapomaliza msimu. Elisha alitoa sadaka ya Thanksgiving kwa njia ambayo Mungu anampeleka, lakini alimaliza vita aliyokuwa amepitia hapo nyuma. Ndio maana unashangaa vita uliopitia mwaka juzi ndio hiyo unapitia mwaka huu. Kwa sababu namna ulivyokuwa unamaliza msimu, unaingia kwenye msimu mpya, au kujua unaumalizaje. Elisha aliumaliza msimu kwa kutoa sadaka, na akaanza msimu kwa kutoa sadaka. Manake ile vita yote ya nyuma ikakoma. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe unapomaliza msimu wewe unafanyaje? Utakuwa umeona mfano mzuri kanisani. Tunapomaliza msimu tunafanya ibada ya Thanksgiving. Mwisho wa mwaka tunafanya ibada ya Thanksgiving. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kumaliza msimu vizuri, lakini tunatoa sadaka kwa ajili ya msimu unaoenda kuanza. Hizo ndo kanuni za kiroho kwenye msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe ulikuwa una apply zote? Usisubirie jibu. Alikuwa anaingia kichwa msimu. Akiingia kichwa mizimu inampokea kwenye msimu, inaanza kumvuruga. Inaenda naye mpaka mwaka unaisha. Inampokea tena mwaka unaofuata, inaanza kumvuruga tena. Ninakuombea kwa jina la Yesu, mwaka huu hautatembea na vita mwaka jana. Ninasema mwaka huu hautatembea na vita mwaka jana kwa jina la Yesu. Chochote kibaya ulichopitia mwaka jana, mwaka huu hautapitia.
Ninamtabiria mtu mmoja, anasema hivi, chochote kibaya ulichopitia mwaka jana, mwaka huu hautapitia. Kuna watu bado hawaamini. Kuna watu hivi saizi ninavyozungumza, Mungu anafuta machozi yako juu ya eneo fulani. Mungu anaweka ukomo wa vita juu ya eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Simama hapo ulipo tuombe. Sema, asante Bwana Yesu, ninashukuru kwa nafasi ambayo umenipa siku ya leo. Sema, ninaomba unirehemu kila misingi iliyoharibiwa kwenye asili ya nilikozaliwa, na wakasimamisha misingi mingine ya kimadhabahu kwa njia ya sadaka, ambayo hiyo misingi inanitesa mpaka leo. Sema, leo hii Roho Mtakatifu niongoze kutengeneza madhabahu iliyobeba misingi mipya yenye baraka zako. Sema, Roho Mtakatifu niongoze kuweka misingi mingine iliyobeba baraka zako kwa damu ya rehema. Sema, kila kilichoharibiwa ambacho ni cha kimungu. Sema, kila walichoharibu ambacho ni cha kimungu. Sema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba matengenezo. Kila kilichoharibiwa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la afya, kwenye eneo la kazi. Sema, naomba rehema, ninaomba rehema kwa damu ya rehema. Sema, naomba rehema kwa damu ya rehema. Sema, naomba rehema kwa ajili ya matengenezo. Sema, naomba rehema kwa ajili ya matengenezo. Sema, naomba rehema kwa ajili ya matengenezo. Ninaomba rehema kwa ajili ya matengenezo. Sema, naomba rehema kwa ajili ya matengenezo. Tunaenda kuingia kwenye maombi, na haya maombi hatuende kutumia moto, natumia damu ya rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokuwa naomba, omba kwa kumaanisha kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya. Na hiki kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya sio cha kwako peke yako. Kuna wengine, kuna foundation inaenda kutengenezwa kwenye level ya familia. Kuna vitu vilikuwa viendi, vitu havitokei, utashangaa ghafla vimeanza kutokea kwa level ya familia. Na kuna watu ninapozungumza wanapewa kiu ya maombi, wanapewa kiu ya prayer. Sema, kwa jina la Yesu. Sema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba, na kuziacha njia zao mbaya. Sema, mimi leo nimekuja kwa unyenyekevu. Ni kweli asili ya baba waliharibu madhabahu ya Mungu wakaweka misingi mingine. Ni kweli asili ya mama waliharibu madhabahu ya Mungu wakaweka misingi mingine. Sema, mimi leo nasimama mahali palipobomoka, ninaomba rehema. Sema, nasimama mahali palipobomoka, ninaomba rehema kwa ajili ya upande wa baba, kwa ajili ya upande wa baba, kwa ajili ya upande wa baba. Taja jina upande wa baba, taja jina upande wa baba, taja jina upande wa baba. Sema, naomba rehema kwa ajili ya upande wa baba, kila walichoharibu kwa habari ya madhabahu ya Mungu. Sema, leo hii nasimama kuomba matengenezo. Ni kweli kuna maeneo nimekwama, ni kweli kuna maeneo sifuki, lakini nimejua neno lako ni kwamba waliharibu madhabahu yako na wakasimamisha madhabahu nyingine. Sema, leo naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema. Mungu, rejesha madhabahu yako. Mungu, rejesha madhabahu yako kwa damu ya rehema. Rejesha madhabahu yako asili ya upande wa baba. Sema, rejesha madhabahu yako, rejesha madhabahu yako. Tamka maneno, sema, rejesha madhabahu yako. Mungu, rejesha madhabahu iliyo hai, rejesha madhabahu yenye baraka, rejesha madhabahu yenye nguvu, rejesha madhabahu iliyobeba baraka uzao. Sema, naomba rehema. Sema, naachilia damu ya rehema, naachilia damu ya rehema, naachilia damu ya rehema, naachilia damu ya rehema. Ifanye matengenezo, ifanye matengenezo. Sema, naachilia damu ya rehema upande wa baba, upande wa baba, upande wa baba. Ifanye matengenezo, ifanye matengenezo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba.
Achilia damu ya rehema upande wa baba. Achilia damu ya rehema ifanye matengenezo. Wewe mwenyewe unajua asili ya upande wa baba. Kuna vitu gani haviendi? Unajua asili ya upande wa baba. Kuna vitu gani vimekwama? Leo tunaachilia damu ya rehema. Leo ni kwa habari ya matengenezo. Tunaomba matengenezo ya Mungu. Tunakusihi baba yetu, fanya matengenezo, fanya matengenezo. Walisimamisha madhabahu nyingine ambayo inaleta magonjwa, madhabahu nyingine ambayo inaleta kansa, madhabahu nyingine ambayo inaleta HIV. Walisimamisha madhabahu nyingine ambayo inaleta kisukari. Walisimamisha madhabahu nyingine ambayo inavunja ndoa. Lakini tumerejea Bwana kwa ajili ya utengenezo, kwa ajili ya matengenezo. Mungu tengeneza, Mungu fanya upya, Mungu tengeneza, Mungu fanya upya. Ninaachilia damu ya rehema, damu ya rehema na iende, damu ya rehema na iende. Kuna jambo linatengenezeka, kuna madhabahu inasimamishwa, kuna madhabahu inasimamishwa, kuna madhabahu inasimamishwa, kuna madhabahu ya Mungu aliye hai inasimamishwa kwenye asili ya upande wa baba, asili ya upande wa baba, asili ya upande wa baba. Watu hawavuki, watu hawavuki, watu wanakufa kwa magonjwa, watu wanakufa kabla wakati, watu hawaoi, watu hawaolewi. Lakini mimi nimekuja leo, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Mungu nakusihi rehemu, Mungu nakusihi rehemu, Mungu nakusihi fanya matengenezo. Ninaachilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema mpaka ujisikie wepesi. Achilia damu ya rehema. Ninaona matengenezo, ninaona matengenezo, ninaona matengenezo, ninaona matengenezo. Achilia damu ya rehema, damu ya rehema inaenda, damu ya rehema inaenda, damu ya rehema inaenda, damu ya rehema inaenda, damu ya rehema. Pray, pray, endelea kuomba. Achilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema. Omba, omba, omba. Achilia damu ya rehema, achilia damu ya rehema. Ninasikia kwenye asili ya baba aruhusu mzaliwa wa kwanza kuwa wa kiume. Kuna mtu mmoja anasikia asili ya upande wa baba aruhusu mzaliwa wa kwanza kuwa wa kiume. Yoyote aliyebeba mzaliwa wa kwanza ambaye ni wa kiume anapitia vita, anapitia vita, anapitia vita. Ninasikia kuna madhabahu ya asili ya upande wa baba. Airuhusiwi mzaliwa wa pili, airuhusiwi mzaliwa wa pili, airuhusiwi mzaliwa wa pili kuwa wa kike, airuhusiwi mzaliwa wa pili kuwa wa kike. Endelea kuomba. Ninaona matengenezo, oh my God. Ninaona matengenezo kwa damu ya rehema. Ninasimama mahali palipobomoka leo. Ninasimama mahali palipobomoka. Pray. Pray. Oh my God, matengenezo. Matengenezo yanafanyika. Matengenezo, atonement inafanyika, atonement, reconciliation inafanyika, reconciliation inafanyika. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ni matengenezo. Tumeanza na matengenezo kabla hajaombea sadaka. Tumeanza na matengenezo. Ninaona kuna misingi mipya inatengeneza. Misingi ikiharibika, mwenye haki wa Bwana atafanya nini? Misingi ikiharibika, ninaona misingi iliyosimamishwa. Hairuhusiwi mtu kuvuka viwango vya fedha. Kuna kiwango fulani uruhusiwi kuvuka, kuna kiwango fulani uruhusiwi kuvuka. Lakini mwana mtu mmoja anafanya matengenezo kwa damu ya rehema, kwa damu ya rehema, kwa damu ya rehema. Ninaachilia damu ya rehema, ninaachilia damu ya rehema. Watu wanaomba, watu wanaomba. Ninaona matengenezo, ninaona matengenezo. Asili ya baba wanamaliza kazi vibaya, asili ya baba wanamaliza kazi vibaya. Ni madhabahu hiyo imetengenezwa, wanamaliza kazi kwa aibu, ndoa inaishia kwa aibu. Ni madhabahu hiyo. Leo nasimama mahali palipobomoka, watumishi wanaishia aibu. Ninasimama mahali palipobomoka. Ninaomba rehema baba yangu, ninaomba rehema baba yangu. Mwana wa Daudi uturehemu, mwana wa Daudi uturehemu, mwana wa Daudi uturehemu, mwana wa Daudi uturehemu. Pray.